السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Leo tuangalie hukumu ya mwanamke ambaye ni mjamzito lakini akaona damu. Je, hukumu yake anaruhusiwa kuacha swala ama haruhusiwi? Swala kama hilo umetofautiana ulama, wakaenda katika madhhabu ya Imam Shafi'i kauli ambayo yenye nguvu kwamba wamesema mwanamke anapokuwa mjamzito akaona damu, kauli ambayo yenye nguvu ya madhhabu ya Imam Shafi'i ni kwamba yule mwanamke hataruhusiwa kuswali, hataruhusiwa kufunga, hataruhusiwa chochote, ile damu inahukumiwa ni hedhi. Lakini ukija pia kauli ambayo ni mashuhuri kwa Imam Nawawi amefuata kauli hiyo, lakini kuna kauli mbili ambazo ni kadimu na jadidi, kwamba kaulun jadidi na kadimi. Sasa kaulun kadimi ambazo si kauli ambayo yenye nguvu, amesema kwamba hiyo itakuwa si damu ya hedhi, itakuwa ni nini? Ni damu ya ugonjwa ambaye sasa atalazimikiwa huyo mwanamke kama ni kufunga, kuswali na mambo mengine, na atakapoona basi ajitoharisha aenda katawali. Lakini sasa tuangalie sasa kauli ambayo wameenda nayo ulama wa sasa hivi na wamechukulia nguvu, wamesema kwamba itakapotokea mwanamke ameona hali kama hiyo, basi kutokana na tabibu walivyosema madokta kwamba hakuna uwezekano wa mwanamke akiwa mimba kuona nini? Damu ya hedhi, kwa sababu damu ya hedhi ndio ambayo inaharamisha mwanamke kufanyaje? Kuswali. Sasa hiyo damu haitochukuliwa hukumu ya hedhi, kwa sababu mwanamke anapokuwa mjamzito hakuna uwezekano wa kufanyaje? Wa kupata damu ya hedhi, na akiona hiyo damu basi inakuwa ni damu ya ugonjwa. Kama itakuwa ni damu ya ugonjwa, basi hukumu yake inakuwa ni vile mwanamke atawadhe, aendelee kuswali, aendelee kufanya yale mambo ambayo ya kawaida ya siku zote. Sasa na hiyo ndio kauli ambayo ulama wa sasa hivi na wanaoifanyia kazi, na hiyo ndio kauli ambayo yenye nguvu, hata kama wale ulama wa zamani walisema kwamba hivyo walikina Imam Shafi, lakini haya ni masala ambayo yanaendana na tibi ya hospitali, yanahitaji maarifa katika masala kama hayo. Sasa ukina Imam Shafi katika haya masala wajatakhasus, na ndio maana waliongelea kutoka na hivi. Lakini katika madhhabu ya Hanbalia, madhhabu ya Hanafia, wao tangu zamani walisema kwamba hiyo damu itakuwa ni damu ya ugonjwa, si damu ya hedhi. Nadhani mpaka hapo tumeshapatana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.